Nendeni mkayaambie mataifa yote kuwa hii ni Dar es Salaam. Ni jiji ambalo watu wake wamesimikwa mapenzi makubwa na football. Watu wametoka mikoa na mataifa mbalimbali kwa ajili ya kushuhudia mafahari wawili wakiumana ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Ni Derby Day, NBC Premier League, Derby ya Kariakoo. Leo hii tunakwenda kushuhudia nani ni mfalme, nani ni mbabe katika mzunguko huu. Bwana hiyo ni miongoni mwa opening ambazo zilitrend sana nimewahi kufanya katika Derby ya Kariakoo. Na hiyo haikuwa derby yangu ya kwanza. Yes, hiyo ilikuwa ni derby ya tatu kwa mimi kufanya hivyo. Ilikuwa msimu jana, msimu uliomalizika. Ilikuwa katika duru la kwanza NBC Premier League. Young Africans wanapata ushindi wa goli 1-0, bao anajifunga Kelvin Kijiri kwa upande wa Simba. Jioni kabisa hivi ndio nilifanya hiyo opening ambayo watu wengi wameipenda, wengine wanaiweka kama ringtone, yani muito wa simu na mazingira namna hiyo. Sasa exclusively ni kwamba mchezo huu unaofuata, kwa maana ya ngao ya jamii, huu mchezo unaofuata, yes, ni mchezo ambao pia na kwenda kutangaza. Nimekabidhiwa kijiti cha kwenda kutangaza huu mchezo wa Derby ya Kariakoo. Ni mechi kubwa, ni mechi ambayo ina hisia, ina vitu vingi ndani yake. Ni mechi ambayo watu inawezekana wakiwa wana tofauti ya vitu vingi, masuala ya kiitikadi, maybe masuala ya vyama vya siasa. Watu wana tofauti katika beliefs, kwa maana ya imani, watu wana dini zao. Watu wana tofauti kwa maana ya tribes, makabila, kila mmoja na kabila lake, utofauti wa kimikoa, regions na mazingira namna hiyo. Lakini when it comes kwenye Simba na Yanga, watu wanakuwa kitu kimoja. Yani mashabiki wa Simba humu ndani wako wa kila kaliba, kila aina ya watu, kila grupu la watu unalipata katika kundi la mashabiki wa Simba, na vice versa pia. Na mashabiki wa Yanga unapata kila aina ya mashabiki unawakuta humu ndani. Ndio timu VO katika soka letu. Inaposema timu VO na maanisha ndo timu ambazo zina represent Tanzania. Yani hata ukienda nje ya mipaka ya Tanzania, ukiulizia Tanzania kwa yule mtu ambaye anataka kujua kuhusu football ya Tanzania, basi kitu cha kwanza ni kuijua Simba na Yanga. Iko ndo kitu cha kwanza. Sasa miamba hii inakwenda kukutana katika Derby ya Kariakoo kwa mara nyingine tena, ikiwa wote hawa ni finalisti wa CAF Confederation Cup kwa misimu mitatu hii iliyopita. Maana Young Africans 2022-2023 ndo walicheza finali ya kombe la shirikisho. Simba Sports msimu jana 2024-2025 ndo walicheza finali ya shirikisho pia. Kwa hiyo ni timu ambazo tunaposema hizi timu zimepiga hatua, hizi timu kubwa, hizo ni miongoni mwa reference, vielelezo vya kusema kwamba hizi ni timu kubwa, kwa sababu ndani ya bara la Afrika kuna timu nyingi kutoka maeneo mbalimbali, lakini hizi zimeweza kupigana na kubakia katika timu mbili tu za Afrika kubwa na imara. Kwa hivyo ni mechi ambayo inakutanisha timu zenye mahadhi makubwa sana. Sasa tukija kwa upande wangu kwa maana ya utangazaji, hii ni derby yangu ya 4 na kwenda kutangaza, lakini katika 4 hizo derby 3 nimetangaza kama commentator namba 1, kwa maana na hii hapa inshallah naihesabia kwa maana ya derby 3 kama mtangazaji namba 1, lakini derby 1 kama mtangazaji namba 2, commentator namba 2, match summarizer. Yes, ilikuwa hivyo. Na mechi yangu ya kwanza ilikuwa ni msimu 2022-2023. Ilikuwa Novemba 5. Tutaikumbuka sana ile mechi, Young Africans wakipata ushindi wa mabao 5-1 dhidi ya Simba. Yes, ile ndio ilikuwa mechi ya kwanza kabisa naanza kufanya commentary, na nilikuwa na Ayubu Hinjo. Yes, ilikuwa ni mechi ya kukumbukwa kwa sababu ilikuwa na matukio ambayo ni ya surprise. Jua hizo timu kufungana goli 5 ni matukio ya surprise. Kwa hivyo ile ilikuwa ya kwanza. Mechi ya pili ya derby kutangaza ilikuwa ni msimu ule ule tena. Katika duru la pili nilifanya na Baraka. Yes, ndio hiyo ambayo niliingia kama commentator namba 2. Tukaenda tukafanya Simba alipoteza pia
ilikuwa magoli 2-1. Blagnon, Fred Kublan alifunga goli pekee kwa upande wa Simba, lakini upande wa Young Africans tutakumbuka goli la Joseph Gede. Kama Robert Lewandowski namna alivyopokea mpira na akaenda kufunga. So hiyo ilikuwa ndo mechi ya pili. Mechi ya tatu msimu jana uliomalizika, mechi ya duru la kwanza ligi kuu ya NBC, ndo ile ambayo nilisema hapa kwamba Kelvin Kijili anajifunga goli 1-0, Simba wanapoteza. Na inshallah hii ndo inaenda kuwa mechi ya 4 kwa mimi kutangaza. Sasa kwangu mimi ni faraja kubwa, kwa sababu ni mechi ambazo zamani wakati niko mdogo ulikuwa nazisikiliza tu katika redio. Tunasikiliza kina Juma Mkamia wanatangaza, niko huko kwetu Kilwa huko, unasikiliza, lakini sikufikiria, sikujua kwamba siku nitakuja kuwa mtangazaji na mimi. Haikuwa mimi waga nasema ukweli. Yani sikuwahi kuwa na ndoto ya kuwa mtangazaji for back, yani kwa miaka mingi huko. Utangazaji umekuja nikiwa, yani utangazaji umekuja baada ya kumaliza form 4. Tena sio utangazaji, ilikuwa ni uandishi wa habari, ulikuja baada ya kumaliza form 4. Ndio likaja wazo kwamba nikasoma uandishi wa habari. Lakini pia nilivyoingia form 5 mpaka naenda chuo mara ya kwanza sikwenda kusoma. So ni kitu ambacho kimetokea tu. Lakini kitu kikubwa kwenye kwangu mimi ni namna ambavyo imetokea sasa ndo unaenda kupewa hiyo mechi unatangaza. Nakumbuka mechi yangu ya kwanza hiyo ya 5-1 napewa kwenda kutangaza, ilikuwa mwenyewe nilikuwa naamini bado hujafika muda wa mimi kwenda kutangaza. Ilikuwa tayari naamini nahitaji muda zaidi wa kwenda kufanya ile mechi, kwa sababu nilikuwa naamini na pressure. Sasa nikusimulia au nikuchekeshe. Pressure ya dabi ya Kariakoo iko hivi. Ile nazungumzia ile mechi ya kwanza kabisa ile. Sasa hivi at least nimeshazoea mazingira mengi, lakini ile mechi ya kwanza. Ile mechi ya kwanza nimeambiwa naenda kutangaza hii mechi bado siku 3. Mechi kwenda hewani kwanza. Just imagine, sikufikiria kama mimi naweza kutangaza hii mechi. Sikufikiria kama naweza kupewa hii mechi kutangaza. Nilikuwa bado najua na junior ambaye anahitaji kujifunza vitu vingi. Kwa nilivyoletewa hiyo taarifa, kuanzia pale kila kitu kilibadilika. Yani hata mazingira yako tu hivi ya kawaida yanabadilika. Yani hata tumbo wenyewe unaona kama kuna lugha linaongea. Yes, lakini siku ya kwanza imepita. Najaribu kukaa chini kuorganize material vizuri, nipange mazingira yangu nini, vitu vinagoma. Yani vitu haviandikiki kwa sababu sina appetite ya kuandika. Siku ya pili, siku ya tatu, siku moja kabla mechi, yani kesho ndo mechi. Leo hii nimelala nikaja kuamka usiku mwingi sana. Kwanza nililala saa 7 that day. Usingizi ulikuwa hauji kabisa. Nimelala saa 7 nikaja kuamka saa 10. Saa 10 pap nimeamka huyo hapa. Nikasema hii sasa hii mechi nenda kupewa mimi itakuwaje? Nitaweza kweli mimi kufanya hii mechi? Nikapiga moyo konde. Ile alfajiri nimeamka nikaanza kuorganize material pale, vitu vikao vinakubali, vina flow. Asubuhi tunaoshamka akili mpya nini. Kwa nikajaribu kuorganize vitu vyangu, nikaweka vizuri fresh. Nikaingia ofisini, nikatoka ofisini. Sasa ofisini maana yake ili uondoke na crew kwenda uwanjani. Kwa tukatoka na gari ya ofisi tukaenda uwanjani Mkapa. Ile barabarani kutoka pale Tabata TOT ilipo ofisi kuipata Mkapa, ile barabarani umekaa hivi unaangalia nje, unaona mapikipiki, magari yamebeba mabendera ya timu manini, ndo kuna pressure pale inapanda. Wasema bwana ina maana ile jambo ni kweli na limefika. Yani mimi ndo nakutangaza. Kwa hiyo kuna some sort of pressure flood hivi unaipata barabarani. Tumefika Taifa pale, tunaingia uwanjani, unasema kweli bwana mechi ipo hii hapa. Tumefika, tumepaki gari, tumeanza kuweka mizigo sawa pale, tumeanza kutest nini fresh kila kitu. Kadri muda unavyozidi kwenda, watu wanazidi kuingia uwanjani na mavuvuzela, watu wa Simba, watu wa Yanga wanaingia na ngoma wengine. Nini unasema bwana jambo hili hapa limefika. Najiuliza mimi nitaweza? Shona bwana. Muda umeenda, sa uwanja sasa ushatapika, umejaa full house. Unachungulia hivi uwanjani unaona watu wengi, unasema jamani. Mimi nitaweza kweli? Sasa ilienda ikawa timu ndo zinaingia. Simba na Yanga ndo gari zao ndo zinaingia, ile arrival ile ndo zinaingia uwanjani pale. Ngasema mpume kimeumana. Basi mimi nikakaa pale nikaorganize vitu vyangu. Baada ya watu kuingia uwanjani nikawa nimechill, natuliza pressure, nimeandika kikosi changu vizuri, nishapanga lineup yangu vizuri, nimetulia, nasubiri mechi. Bado kama dakika 10 hivi mechi kwenda hewani. Just imagine. Sijui ilikuwaje, sijui.
nikawa natamani kupiga simu ofisini kuambia jamani, naombeni please hii mechi mpeni mtu mwingine, nawaomba munibadilishe mumpe mtu mwingine. Nilikuwa natamani hata kusingizia naumwa, lakini waliokuwa wanani comfort ni wale watu wa sound pale, watu ambao nilikuwa nao katika kile chumba ndo tuna test pale. Tunavyo test mitambo, natoa ule woga, najaribu kuutoa kwamba hii mechi itakuwa hivi, wajifanya wanajiongelesha pale nini kutoa ile hofu, lakini reality unaogopa. Kwa hiyo niko pale na mwenzangu tunajifariji nini, muda umefika, tukaambiwa haya Mzinga twenzetu, tunaanza kuletewa shoti ya Zambia pale, inaanza kuonekana Lusaka, unaanza kusema Mulibwanji Lusaka, dabi kubwa hapa ni El Kopala dabi kati ya Power Dynamos Aba Yellow dhidi ya Nkana Red Devils Aba Red. Tunatoka hapo tunaenda zetu Rwanda, Mujebari Kigali, dabi kubwa hapa ni Kigali dabi kati ya Rayon Sport dhidi ya Apere. Tumetoka hapo tumeingia Uganda, tumeingia Kenya, tumeingia Zanzibar, tunaingia Dar es Salaam. Mechi hii hapa, just imagine hiyo tu opening. Yani baada ya kupatia tu ile opening, nikasema basi imeisha mechi. Mechi unaianza vipi? Ukianza kwa kuzingua umeteleza, unaweza kubutua, lakini ukianza vizuri unakuwa na confidence kwamba basi mechi imeisha. Yani pale kwenye opening mechi imeisha. So hii mechi imeisha. Kwa hiyo naenda pale mpaka mimi napumzika, na mwachia mwenzangu ataje vikosi, mimi naamini mechi nimeimaliza. Kwa hiyo alivyomwacha Ayubu akapita nayo, baadaye akanirudishia tena mimi, nikaenda kwa waamuzi, tukaenda uwanjani bwana, mechi ilikuwa ina flow. Yanga Afrika wanakuja hivi, unaambiwa. Akapiga goli kwanza Kennedy Musonda. Huku Kibu naye akachapa goli ikawa 1-1. Zikaanza kuflow. Waya 5. Mechi inaisha. Watu wanajadili kuhusu mechi. Nikashukuru, nikasema bora hata mtangazaji sijasema vibaya bwana, unaogopa feedback. Nasema watu itakuwaje? Nimezingua kitu gani? Unajua sometimes unaweza kufanya mechi kama vile sio tu ya dabi. Mechi yoyote unaweza kutangaza mechi bila mwenyewe kujua kwamba kuna kitu umeharibu. Alafu ukakuta umemaliza mechi ndio watu wanakusakama, watu wanakupigia simu, bwana kuna kitu ulisema hivi pale hivi na hivi. Alafu unasema kweli bwana. Maybe kwa kutokujua au ulijua ukapitiwa na vitu kama hivi. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viko sensitive, lakini unatakiwa kuomba Mungu. Mechi ikiisha pia unamshukuru Mwenyezi Mungu, naomba Mungu pia feedback iwe nzuri, kwa sababu feedback ikiwa nzuri maana yake ndo kazi yako, huduma yako uliyotoa kwa jamii imekwenda vizuri. Kwa hivyo feedback ikiwa mbaya, mwenyewe naona hapa kweli nilizingua. Lakini nategemea ulizingua kitu gani. Sometimes unaweza kufanya mechi unamaliza, kuna mtu anakupa feedback mbaya, bwana ulizingua pale, ulisema hivi, kumbe yeye ndo hayuko sahihi. Yeye ndo hayupo sahihi. Nikuchekesheni kitu kimoja. Kuna mechi ilikuwa natangaza, ilikuwa ni Young Africans walikuwa wanacheza na Al Ahly. Yes, walikuwa wanacheza na Al Ahly ya Misri. Ilikuwa Champions League mwaka juzi I think. Ile mechi nimetangaza, kuna details nikawa natoa kuhusu Young Africa na hatua hizi za robo finali ya CAF Champions League. Ilikuwa wanaingia robo finali kama sikosei, ilikuwa ni ya 3. Yani Yanga anaingia robo finali ya 3 ya Champions League. Sasa kuna mtu ambaye namuamini kweli, namuamini sana, yani legend kweli, akanitumia message, akanambia no, sio ya 3, ni ya 4. Correct, sahihisha, hiyo ni ya 4. Sasa wakati ananiambia vile, nikasema mimi mbona research yangu nimefanya nimeona 3, huyu mbona ananiambia 4? Nikasema nikamkopesha imani yangu, nikasema hebu nimwamini, kwa sababu ni legend, yupo kwenye game muda mrefu, hebu mimi nimwamini huyu. Nikasema bwana, mara 4 Yanga kafika robo mara 4 mama. Mechi imeisha sasa, wananzengo hivi wanaruka na wewe bwana, acha mambo yako wewe, yana ipi? Yani watu wameshikia hapo. Ile mechi uliyofanya utajua mwenyewe, watu wanakushikia hapo, umezingua. Sasa una nafasi ya kuanza kujitetea kwa watu wote, uanze kusema jamani, mimi pale kuna mtu alinipoteza nini. Hapana. So maturity manake una swallow, yani unameza makosa kwamba okay, nilifanya makosa basi unayameza yale makosa. Lakini pia inakujenga kujua next time usiamini kila mtu anayekwambia kitu. Fanya research yako, jithibitishie, check, double check and recheck. So kila mtu anakutumia message akwambie kitu wewe uruke nacho tuende nacho, no. Kama kuna nafasi ya rectify kabla hujasikiliza. Kwa hiyo mimi nilifanya makosa pale, watu wakaruka na mimi, ni vitu vya namna hiyo, lakini vitu ambavyo vinatokea kwa kazi yetu hii tunayofanya, na hususan aina ya comment ambayo naifanya, mambo info, taarifa nyingi, kutoa details nyingi. Kwa hiyo kuteleza viwili vitatu ni vitu vya kawaida tu.
unaweza ukateleza. Sometimes inatokea unafanya mechi afu kuna details unateleza, unasema huyu kacheza Joliba Athletic, afu mwenyewe unasema huyu akucheza Joliba, huyu Joliba akucheza. Mwenyewe unasema hapana, hapa nimekanyaga, akucheza Joliba. Unaweza ukaacha tu ukaona bwana hakuna anayejua. Maybe wewe, watu wanajua, kuna watu wanajua, yani sio wewe unajua kila kitu, kuna watu wanajua kuliko unavyodhani. Kwa hivyo unatakiwa kuwa na discipline ya kujua kwamba hapa nimeteleza, unatafuta na correctify. Kwa hiyo akishika tena mpira unasema huyu akupita Joliba, alicheza Stade Malien, yes, alicheza timu gani nyingine, tutaja nyingine tu, lakini correctify ni kitu kizuri sana, ili usimwache wazi. Kuna mtu yeye ukimdanganya tu hivyo anaona huyu kaniongopea, huyu kanuta alicheza Joliba, alafu ushamwambia hivyo na hujasahihisha, anaona huyu jamaa ni muongo. Kwa hiyo anaanza kukuingizia kwenye wasiwasi kwamba huyu jamaa atakuwa anatupiga vingi. Kanuti mimi namjua vizuri, soka ya Mali mimi naijua vizuri, Kanuti hajawahi kupita. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na IQ nzuri ya kuweza kuchanganua mambo na kujua vitu vitakavyokuwa. Lakini all in all, I thanks to God, so far mambo yanaenda vizuri, maandalizi yameenda vizuri mpaka sasa. Yes, tunajiandaa kwa ajili ya hiyo mechi. Ma details mengi, madude haya hapa. Humu ndani kuna vitu vingi sana humu. Kuna vitu vingi. Unaona hili zigo hili? Unaona? Hii sasa hii sio tu kwa ajili ya dabi. Hizi ni baadhi ya dabi ambazo nimewahi kufanya huko nyuma, baadhi ya mechi za Simba na Yanga ambazo nimewahi kufanya huko nyuma. Hizi ni details zake ambazo mimi huaga natunza. Na kimsingi ni details ambazo zinakuja kunisaidia pia siku nyingine, kama ikiwemo leo kuna vitu mna remind, unajikumbusha, unaangalia, unapita. Yes, hivyo maisha yanakwenda, mambo yanakwenda. Lakini all in all, maandalizi yako vizuri so far tunapozungumza, na tunasubiri tu kiputwe. Sijui itakuwaje. Sijui Yanga watasambaziwa ubaya ubwela au Simba atapigwa kichwani. Hebu tuone mambo atakavyokuwa. Mimi ni Gharibu Mzinga na hii ni Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Mpaka wakati mwingine.